Mama Maria, mama wa wote, WAWATA mpo? Ndio, tuko kabisa ndani ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Leo tumekuja kuadhimisha sherehe ya kupalizwa mbinguni Bikira Maria. Tunaadhimisha sherehe ya kushirikishwa Bikira Maria utukufu wa mwanaye. Kwa furaha tunao akina mama leo hii wamefika, kama ulivyo utamaduni, kama ilivyo desturi yao, kufadhili kunyonyesha watoto wetu wa seminari ya Rutabo. Asanteni sana kama nilivyosema kwa kufika. Tumekuja kushiriki pamoja nanyi sherehe hii ya kutukuzwa Bikira Maria. Sherehe hii ya kupalizwa mbinguni Bikira Maria ni udhibitisho wa ushindi wa Mungu ndani ya Bikira Maria. Bikira Maria ameingia utukufu wa mbinguni, ameshirikishwa utukufu wa mwanaye. Kanisa Katoliki lafundisha hatimaye Bikira Maria Immaculata aliyekingiwa kila doa la dhambi ya asili, baada ya kutimiza maisha yake ya hapa duniani, alitwaliwa kwenye utukufu wa mbinguni pamoja na mwili wake na roho yake, akatukuzwa na Bwana kuwa bikira wa mbinguni kusudi afanane kikamilifu zaidi na mwanaye. Haya tunayosoma katika Akti juu ya kanisa Mwanga wa Mataifa namba 59. Yesu hakumwacha mama yake ambaye alishiriki katika kazi ya ukombozi, akuacha mwili wake uoze kaburini, bali amemshirikisha utukufu. Kwa nini alimshirikisha utukufu? Ni kwa sababu alishiriki katika kazi ya ukombozi, lakini pia alikingiwa dhambi ya asili. Ushiriki wa mama Bikira Maria ndio yake au fiati yake ilimwezesha kuweza kufika huko mbinguni akiwa amepalizwa mwili na roho yake. Nanyi akina mama WAWATA, kwa ushiriki wenu na ufadhili, tuamini kwamba Mungu atawapa tuzo, atawafanya muweze kufanana na Kristo ambaye amekuwa ni sehemu. Kristo amekuwa kwetu sehemu ya kutushirikisha utukufu wake, ambao Bikira Maria amekuwa ndiyo ambaye ilimfanya yeye aweze kuwa mshiriki kamili. Na niye ndiyo yenu kwa kufika hapa kila mwaka, na leo ikiwa ni mwaka wa 20 na ngapi? Mwaka wa 21. Nakumbuka tulikuwa hapa. Nilikuwa pamoja naye Father Benedict Kiaruzi, Father Johannes Rwemam. Mwaka 2005 ndiko kwa mara ya kwanza tulipoanza kunyonya hapa Rutabo. Miaka 21 iliyopita. Mmefanya kazi hii bila kuchoka, mmefanya kazi hii kwa bidii kubwa sana. Mungu aendelee kuwatuza, Mungu aendelee kuwapatia tuzo na aendelee kuwabariki katika kazi yenu. Bikira Maria alipalizwa mbinguni kama nilivyosema kwa sababu alikingiwa dhambi ya asili. Kabla hajazaliwa hakutenda dhambi. Wakati wa maisha yake ya hapa duniani alimchukua mimba mwanaye mpendwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akamlea mwana wa Mungu, nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu. Nanyi kwa kufika hapa mnashiriki malezi. Asanteni sana akina mama WAWATA kwa kushiriki malezi ya vijana wetu. Bikira Maria aliandamana na mtoto wake Yesu katika kazi ya ukombozi, kazi ya kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Bikira Maria alishiriki katika furaha na uchungu, alishiriki mateso ya msalaba na kushuhudia kifo chake Kristo kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Bikira Maria alimfuata mwanae bila kumwacha hata alipokuwa msalabani. Tunapoadhimisha sherehe ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni, tunapata kuona kuwa Yesu hakumwacha mama yake aliyeshiriki katika kazi ya ukombozi, bali amempa tuzo na kumpaliza mbinguni. Yesu hamwachi yeyote ambaye anafanya kazi yake. Mtu akinitumikia na nifuate, asema Bwana. Mtu akinitumikia na nifuate, asema
Alimtumikia, akumwacha. Yesu akumwacha mama yake. Tunapomtumikia Mungu, tunaposhiriki kazi ya ukombozi, hatuachi. Hata na sisi tunafundishwa kwamba tukiwa waaminifu katika majukumu tuliyopewa na Mwenyezi Mungu kama mama Bikira Maria, tutashirikishwa pia utukufu wa mbinguni siku ya mwisho. Katika waraka wake kuhusu kanisa, Mtaguso wa Pili wa Vatikano unatilia mkazo nafasi ya pekee ya Bikira Maria katika fumbo la ukombozi. Amejaliwa kuwa na cheo kikubwa kabisa na heshima ya kuwa mama wa mtoto wa Mungu. Matokeo yake ni kuwa binti mpendwa wa Baba na hekalu la Roho Mtakatifu. Kutokana na zawadi hii ya neema ya hali ya juu sana, Maria yuko juu ya viumbe vingine wote waliopo mbinguni na duniani. Tunayesoma hayo katika hati ya Mwanga wa Mataifa, Lumen Gentium namba 53. Na hati hii inathibitisha zaidi kwamba kwa namna ya pekee kabisa alijiunga na utu wake, amani, matumaini na moyo wa kujitoa sadaka kwenye kazi ya ukombozi ya kurejesha maisha ya kimungu kwa roho. Kwa sababu hii ni mama kwetu katika mpango wa neema. Bikira Maria ni mama kwetu kwa mpango wa nini? Na ndio maana anapopewa habari ya kuwa atakuwa mama wa Mungu, malaika Gabriel anamwambia, salamu uliyefanya nini? Uliyepewa neema. Salamu uliyepewa neema. Salamu uliyepewa neema. Kwa hiyo kubatizwa kwa Bikira Maria kunatuonyesha kuwa hatuwezi kuingia katika hali ya utukufu bila kupitia na bila kushiriki katika kazi ya ukombozi, tukiwa tumepewa na neema na kujaliwa na neema na Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu na wapendwa katika Bwana, ushiriki wa Bikira Maria kama mama wa Mungu katika kazi ya ukombozi ulikuwa ni sababu nyingine ya pekee ya kupandishwa kwake mbinguni. Katika somo la kwanza tunamwona Bikira Maria akiwa ni sanduku la Agano Jipya, ishara kubwa iliyoonekana mbinguni. Katika litania huwa tunamuomba Bikira Maria sanduku la Agano afanye nini? Atuombee. Tunamuomba Bikira Maria sanduku la Agano atufanye nini? Atuombee. Undani wa Bikira Maria unaasi undani wa sanduku la Agano. Tunasoma katika maandiko matakatifu, mbao za mawe ambazo juu yake ziliandikwa sheria za Mungu, yani neno la Mungu lilikuwa limeandikwa katika mawe. Tunasoma Kutoka sura ya 34 aya ya kwanza na kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 8 aya ya 9. Yesu Kristo katika Agano Jipya ni neno la Mungu aliyetoa mwili kutoka kwa nani? Kwa Bikira Maria, kama tunavyosoma katika Injili ya Yohani sura ya kwanza aya ya 4. Kimsingi, Agano la Kale iliashiria sheria ya Mungu iliyoandikwa juu ya vibao viwili vya mawe. Katika tumbo la Bikira Maria alikuwa ni yeye ambaye ndiye mtimilifu wa Torati yote na unabii, yeye ambaye ndiye chakula chetu cha uzima, aliyejifanya mwanadamu kwa kuzaliwa na Bikira Maria, na kwa njia ya uwezo wa Roho Mtakatifu akawa kwetu Emanueli. Huyu ndiye Yesu ambaye alimfanya Bikira Maria ajulikane. Huyo ndiye Yesu ambaye alimfanya Bikira Maria atukuzwe. Huyo ndiye Yesu ambaye amemfanya Bikira Maria awe mfuasi wa kwanza, awe sanduku. Kila mmoja wetu anatakiwa kuwa sanduku la neema kwa wengine. Anatakiwa kuwa sanduku la neema kwa wengine. Maana yake awe njia ya kuwapeleka wengine kwa Mungu. Katika karne ya 3 Mtakatifu Gregori alisema, Maria ndiye sanduku pekee lenye dhahabu ndani na nje. Amepokea katika tumbo lake ukuu wote wa patakatifu. Bikira Maria ndiye utimilifu wa kile kilichonenwa katika lugha ya ishara. Kanisa linafundisha kwamba Maria ambaye ndani yake Bwana mwenyewe anakuja na kukaa ni binti Sayuni kwa nafasi ya kwanza, sanduku la Agano ambapo utukufu wa Bwana unakaa. Yeye ni maskani ya Mungu pamoja na wanadamu. Yeye ni maskani ya Mungu pamoja na wanadamu. Na sisi
Tunapoadhimisha sherehe hii ya kupalizwa mbinguni Bikira Maria, tunatakiwa kuwa maskani ya Mungu. Tunatakiwa kuwa maskani ya Mungu. Maskani ya Mungu maana yake tendo lolote tunalolifanya lionyeshe uwepo wa Mungu katika maisha ya wengine na katika maisha yetu. Nani akina mama wa WATA daima mnaendelea kuonyesha uwepo wa Mungu kwa majitoleo yenu. Asanteni sana kwa majitoleo yenu. Uwepo wa Mungu unaonekana hapa. Tulipokuwa tunapandisha katika mlima wa Kasiko, niliona magari yanakuja kama 10 hivi. Kasema hapa kuna uwepo wa Mungu hapa. Hao watu hawaji tu, bali kuna uwepo wa Mungu katika kazi wanayoifanya. Unaona kina mama wote wanafanya kazi hii kwa ukarimu mkubwa, kwa upendo mkubwa, kwa majitoleo makubwa sana. Hakuna naye msukuma mwingine kuja hapa. Nyote mnakuja kwa furaha. Asanteni sana. Mungu aendelee kuwajazi kwa ukarimu wenu na kwa upendo wenu mkubwa. Ndugu zangu na wapendwa katika Bwana, kwa kulibeba sanduku la agano kwa imani thabiti, Waisraeli walishinda vita vya kila aina walivyokuwa navyo. Hivyo wote wamchukuliao Bikira Maria kwa namna ya pekee na kwa namna inayompendeza Mwenyezi Mungu, ambaye kumpendeza Mwenyezi Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo, wakimfanya mama yao, wanajaliwa kushiriki katika ushindi katika Kristo dhidi ya yule mwovu. Maria ni mama wa kanisa. Kila mwanafunzi wa Yesu anapaswa kumchukua huyo mama Bikira Maria. Anapaswa kumchukua yule mama Bikira Maria, hawe mama yetu katika maisha yetu. Yeye awe mwombezi wetu. Na anapokuwa mwombezi wetu, tuna uhakika wa kushirikishwa utukufu, tuna uhakika wa kupewa tuzo, tuna uhakika wa kunyanyuliwa kwa watu wapya kama Bikira Maria alivyopewa tuzo baada ya kushiriki katika kazi ya ukombozi. Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, Mtakatifu Paulo katika somo la pili anazungumzia juu ya ufufuko. Lakini ukweli ni kwamba Kristo amefufuliwa kutoka wafu, na ni udhibitisho kwamba wale waliolala katika kifo watafufuliwa. Lakini kila mmoja kwa mpango wake. Kristo wa kwanza, alafu wale walio wa Kristo. Kati ya wale walio wa Kristo, Bikira Maria ni wa kwanza. Bikira Maria ni namba 1. Bikira Maria ni tabernakulo iliyombeba Kristo ikamleta kwetu. Bikira Maria ni namba 1. Nanyi akina mama wa WATA, muendelee kuwa wabeba Kristo. Muendelee kuwa wabeba, muendelee kumbeba Kristo kwa wengine. Muendelee kumbeba Kristo kwa wengine. Mtakapombeba Kristo kwa wengine, kazi ya uinjilishaji inakuwa rahisi. Kama ilivyo tulivyosikia katika maelezo yaliyotangulia, Bikira Maria alijaliwa neema, alijaliwa kumsaidia mkombozi alipotoa mwili. Aliambatana naye na Yesu katika shida na mahangaiko yote hadi msalabani. Yesu anapojitoa sadaka msalabani kwa ajili yetu, Bikira Maria alisimama chini ya nini? Chini ya msalaba. Upanga wa mateso ulipenya roho yake. Kumbe Bikira Maria kama namba 1 wa walio wake Kristo, Mwenyezi Mungu akutaka mwili wake ufanye nini? Uoze. Akutaka mwili wake uoze, uharibike kama watu walio wengine walio wakosefu. Kwa sababu Bikira Maria alikuwa amejaliwa nini? Neema. Alikuwa ameumbwa bila dhambi ya asili. Maana Bikira Maria peke yake hakutenda dhambi hata moja. Hivyo maisha yetu baada ya kuhitimisha muhula wetu hapa duniani, tunategemea na sisi tukiwa tumejitahidi na kuambatana na Kristo kushiriki katika maisha ya utukufu. Kwani sisi tunajitoa katika utumishi wetu, tukiwa mapadri, tukiwa watawa, tukiwa walei, sote kwa pamoja tunajitoa. Mtu akinitumikia na anifuate kama alivyosema, ndipo utakapoweza kupata tuzo. Wapendwa katika Bwana, utumishi na moyo wa kujitoa ulionekana wazi katika maisha ya Bikira Maria. Bikira Maria baada ya kuambiwa kuwa atakuwa mama wa mkombozi, anaondoka anakwenda kumsalimia ndugu yake nini? Elizabeth. Nasi ni vizuri tujifunze namna ya kushiriki furaha, mahangaiko na mateso ya wengine. Kwa tendo la kwenda kumwona Elizabeth, tunaweza kujifunza mambo yafuatayo kutoka kwa Bikira Maria. Jambo la kwanza tunalojifunza kwake, Bikira Maria ni wepesi katika kutenda mema. Wepesi katika kutenda nini? Akina mama ni wepesi katika kutenda mema. Ni wepesi katika kutenda tendo ni jema, ili mnalolifanya inaonyesha uwepesi wenu. Kusafiri
walisafiri kutoka maeneo yote, tena kwa haraka bila kuchelewa. Bikira Maria alifahamu kuwa ilikuwa ni wajibu wake kwenda kumsaidia hasa katika kazi na taabu zake Elizabeti wakati wa ujauzito wake. Tunaambiwa kuwa Maria alifunga safari akaenda haraka. Alifunga safari akafanya nini? Akaenda haraka. Hakusita, hakuahirisha, alienda haraka. Hivyo Bikira Maria anatufundisha na sisi kuwa wepesi katika kutenda mema. Kuwa wepesi katika kutenda mema. Jambo jema litende kwa haraka, na jambo ovu basi likimbie haraka. Jambo jema litende kwa haraka sana. Unapotenda jambo haraka lililo zuri na ukalifanya kwa upendo, unajaliwa nini? Neema. Unajaliwa neema. Bikira Maria anapokwenda kumjulia Elizabeti ali, anamsalimia. Ndugu zangu, salamu kwa jirani ni kielelezo cha upendo. Salamu ni ishara ya amani. Salamu ni ishara ya upendo, ni ishara ya heshima, ni ishara ya kuthamini. Bikira Maria anatufundisha kuwathamini wengine. Anatufundisha kuwathamini wengine. Awe mdogo au mkubwa, mthamini. Awe mdogo au mkubwa, mthamini. Bikira Maria anakwenda kumsalimia, kumjulia hali. Kwa sisi sote tuwemo kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, tunahitaji kufarijiana, tunahitaji kutiana moyo, tunahitaji sisi kutengana katika hali ya upendo. Jirani yako, ndugu yako unayeishi naye katika jumuiya, daima usalimie, kuonyesha kwamba sisi sote tuko katika safari moja. Lakini pia Bikira Maria anatufundisha sisi kuwa watu wa kutoa pongezi kwa jirani zetu. Hongereni sana kina mama wa WATA kwa kufika hapa. Hongereni sana kwa kufadhili wenu. Hongereni sana kwa kufika mara kwa mara kumpongeza mtu aliyefanya vizuri. Mwambie mtu hongera, asante. Bikira Maria alipopata habari kwa Elizabeti ni mjamzito, yeye ambaye watu walimtoa kwamba ni tasa, alienda kumpongeza, alienda kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja naye. Alienda kumshangilia, alienda kumjulia hali ili Mwenyezi Mungu aonekane katika maisha yake. Tujifunze kuwapongeza ndugu zetu wanapopata kufanikiwa katika maisha. Mwenzako wanapopata kufanikiwa katika maisha, kufanya nini? Kumpongeza mwenzako na kupotezea kitu? Hapana, bali kuna kuongezea furaha. Unapompongeza mtu aliyefanya vizuri, unapata furaha. Na unaonyesha kuthamini Mungu anayefanya kazi ndani ya mtu huyo. Ndio maana Bikira Maria anakwenda kumpongeza, anakwenda kushuhudia makuu ya Mungu. Na sisi leo hii tunawapongeza kina mama wa WATA, miaka 21 mkinyonyesha makuu ya Mungu haya. Hongereni sana. Bikira Maria anatufundisha kuwa watumishi kwa wengine. Kuwa watumishi kwa wengine. Safari ya Bikira Maria kwenda kumtembelea Elizabeti ilikuwa ni safari ya kimisionari. Ilikuwa ni safari ya nini? Na nyinyi mmekuja kufanya safari ya kimisionari hapa. Asanteni sana kwa kuja kufanya safari ya kimisionari katika seminari yetu hiyo. Umisionari ni kielezo cha utume na huduma kwa jirani zetu. Bikira Maria aliyesema mimi ni mtumishi wa Bwana, papo hapo anakuwa mtumishi kwa jirani yake, anakuwa mtumishi kwa Elizabeti. Mtakatifu Teresa wa Avila aliwahi kusema, ingawa tunaye Bwana wetu pamoja nasi kimwili, tunaye jirani yetu ambaye kwa malengo ya upendo na huduma za kiupendo inafaa tumtumikie kama tunavyoweza kumtumikia Mwenyezi Mungu mwenyewe, kama tunavyoweza kumtumikia Bwana mwenyewe. Unapomtumikia mtu, unapomhudumia mtu, unamhudumia Mungu mwenyewe. Nilikuwa na njaa, ukafanya nini? Ukalisha. Na sisi pengine tunapungukiwa, tunakuwa na njaa katika seminari yetu, lakini mnatulisha kina mama WATA. Asanteni sana kwa moyo wenu wa upendo. Mnatulisha. Na vijana wetu wanaendelea kunawiri. Tunaona wamekaa vizuri pale. Wanaendelea kunawiri. Asante sana akina mama wa WATA. Na wanatiwa moyo kuona akina mama wote wako hapa, akina baba wako hapa.
watawa wako hapa, mafrateli wako hapa, mapadri wako hapa. Nasema hapa Mungu kweli ameleta kitabu hiki kiwa sehemu ya ujirishaji kwetu sisi sote. Bikira Maria alitumikia daima akisukumwa na nia njema na upendo wa kweli. Bikira Maria alitumikia daima akisukumwa na nia njema na upendo wa kweli. Bikira Maria alikaa na Elizabeti kwa muda upatao wa miezi 3, alafu akarudi kwake nyumbani kwake. Na sisi tumekuja kukaa hapa pamoja na watoto wetu. Tutarudi nyumbani baada ya kuhitimisha zoezi hili la kunyonyesha. Bikira Maria alikuwa ni mtu wa bidii katika kazi zake na alimsaidia Elizabeti. Na nyinyi hapa mmekuja kutusaidia. Mmekuja kukaa nasi lakini kufanya nini? Kutusaidia. Asante sana kwa msaada wenu mkubwa. Mungu aendelee kuwabariki sana. Elizabeti alipofika kwa Maria na akaona matatizo na shida mbalimbali, alifanya kitu, akamsaidia. Hakungoja ahudumiwe, bali yeye alihudumia. Na sisi tunaalikwa kila mara kienda kumtembelea mtu, usubiri akuhudumie, bali uone tafanya. Aliona tafanya nini? Tafanya, aliona tafanya, ndio maana alikaa naye miezi mingapi? 3. Inaonyesha ni muda wa kutosha. Ni muda wa kutosha wa kuhudumia. Ni muda wa kutosha wa kuhudumia. Na sisi tujifunze kuwahudumia wengine. Tutumie muda wetu tuwahudumie wengine. Na unapomhudumia mtu mhudumie kwa upendo. WAWATA mnaleta furaha. Mnaleta hamasa ya wito kwa watoto wetu wa seminaristi. Uwepo wenu ni shangwe, ni furaha na ni upendo wa kweli. Mmekuwa watumishi, mmekuwa wakarimu, mmeonyesha upendo wenu. Kanisa Katoliki, hasa Jimbo Katoliki la Bukoba, daima ninathamini mchango mkubwa wa pekee wa akina mama WAWATA katika maendeleo ya kanisa na jamii. Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika barua yake kwa wanawake wote ulimwenguni tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 1995 alisema, tukianzia katika familia, jamii inalo deni kwa uwezo wa pekee wa wanawake wanaojishughulisha katika ngazi mbalimbali za elimu, kuanzia katika familia na kuendelea. Popote kazi ya kulea inapohitajika, tunaona kuwa wanawake daima wako tayari kujitoa kwa moyo wote. Asanteni sana kwa kuwa tayari kujitoa kwa moyo wenu wote. Yesu katika utume wake alithamini sana akina mama wanawake. Yesu katika utume wake aliwastaajabisha watu jinsi alivyokuwa karibu sana na akina mama. Uhai wa kanisa na ustawi wa kanisa na jumuiya zake kwa sasa unategemea akina mama. WAWATA nkoniyange genda nayo, WAWATA nkoniyange genda nayo, WAWATA nkoniyange genda nayo, WAWATA nkoniyange genda nayo. Uhai wa kanisa na ustawi wa kanisa na jumuiya zake kwa sasa unategemea kwa kiwango kikubwa akina mama. Imani yenu, upendo wenu, moyo wa sadaka na majitoleo unaleta mwamko mpya wa utume katika kanisa. Simameni imara katika imani. Yesu alitambua mchango wa kina mama, mchango wa wanawake, na kwa upendo wake mkubwa naye aliwasaidia. Alionyesha msimamo mkubwa kwa kutetea na kuthamini utu, hadhi na heshima ya wanawake. Na hii inajidhihirisha jinsi yeye alivyojitoa kwa upendo kuwasaidia kina mama waliomwendea katika nyakati mbalimbali. Mfano, alimsaidia mwanamke aliyekuwa mgonjwa wa miaka 18 kama tunavyosoma katika Luka sura ya 13 aya ya 10 mpaka ya 17. Mama mkwe wa Petro, Marko sura ya 1 aya ya 3. Mama mjane wa Naini kwa kumfua mwanae wa pekee, Luka sura ya 7 aya ya 11 mpaka ya 17. Yesu pia alisaidiwa na wanawake
kadhaa ambao Yesu alikuwa amewatoa pepo wabaya na kuwaponya magonjwa, waliambatana naye. Hao ndio akina mama ambao tunakuta katika Injili ya Luka sura ya 8 aya ya 2 mpaka ya 3. Maria Magdalena, Yohana mke wa Kuza, mfanyakazi mkuu wa Herode, Suzana na wengine kadhaa. Hao wanawake walikuwa wakimtumikia kwa mali zao wenyewe, nanyi mmekuja kumtumikia Mungu kwa mali zenu wenyewe. Asanteni sana. Wanawake walishiriki katika mateso ya Yesu. Wanawake walimfuata Yesu katika safari ya mateso. Tunaambiwa kwamba karibu na msalaba wa Yesu walikuwa wamesimama mama yake na dada wa mama yake, Maria mke wa Kleopa na Maria Magdalena. Yohana sura ya 19:25. Zaidi sana, wanawake ni mashahidi wa ufufuko. Wanawake ni mashahidi ya wanini? Wa maisha mapya. Mnapofika mara kwa mara hapa mnaleta maisha mapya. Mnaleta maisha mapya. Walishuhudia ufufuko. Na ufufuko wa Kristo sio wa kinadharia. Lazima uonekane katika matendo yetu ya kila ni kupiaisha maisha. Bidhaa zilizo zote hizi zinapiaisha maisha ya seminari na uchumi wa seminari. Basi unapata kutegemezwa kwa karibu zaidi. Baba Rekta ufurahi kwa sababu sasa unakwenda bila mahangaiko katika kipindi chote hiki. Wamekuja kuondolea adha, wamekuja kuondolea shida, wamekuja kuondolea matatizo, wamekuletea maisha mapya katika uchumi wa seminari. Uchumi mpya. Hayo yote ndio maisha ambayo lazima tuyaishi. Zile ukafikiri ufufuko utakwenda kupata huko mbinguni bila kufanyia kazi hapa. Ufufuko wa kweli unaanzia maisha ya hapa duniani. Wewe ukasema nitafufuka ukiwa mbinguni. Hapana. Lazima maisha ya ufufuko uweze kuyaishi siku kwa siku hapa. Ndio maisha ya ufufuko. Lazima uyaishi siku kwa siku hapa. Wanawake wamekuwa na nafasi ya pekee katika utume wa Yesu na katika utume wa kanisa. Mmekuwa mstari wa mbele katika utume wenu na kwa namna pekee katika kufadhili seminari yetu hii ya Rutabo. Kufika kila mwaka kunyonyesha watoto wetu ni ishara wazi kwamba ninyi mnaendelea mbele katika utume wenu uliopambwa na furaha, upendo na ukarimu mkubwa kwa Mungu na kwa kanisa lake. Tuendelee kuwa walimu na walezi katika kanisa kuanzia ngazi ya familia, na uwepo wa Bikira Maria kama msimamizi wenu na somo wenu uendelee kuatia nguvu kwamba kazi mnayoifanya inaleta mwamko mpya wa utume, inaamsha na kuleta hamasa ya miito. Kufika kwenu hapa kwa sehemu ya kuleta upya mabadiliko kamili ya kumleta Kristo kwa watu. Mwisho, Bikira Maria baada ya kuambiwa kwamba yeye amebarikiwa kuliko wanawake wote, kwamba yeye ni mama wa Mungu, anaimba wimbo wa shukrani. Anaimba wimbo wa shukrani. Moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu. Lakini Bikira Maria akatambua kwamba mwenye nguvu amenitendea makuu na jina lake ni takatifu. Kweli mwenye nguvu ametendea makuu na jina lake ni takatifu. Ndio maana tuko hapa katika sherehe hii ya kupalizwa mbinguni Bikira Maria, tukimshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na mama Bikira Maria, tukisema moyo wangu amwadhimisha Bwana na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu. Tumsifu Yesu Kristo.